Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Karibu katika wakati mzuri wa maombi. Lakini kabla tuombe, natamani tusome neno la Mungu kwa ufupi, halafu tuende mbele za Mungu kwa maombi. Neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 15, Biblia inasema, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo natamani tukaombe kwa habari ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Mstari huu niliousoma ni habari ya Musa wakati anataka kuanza safari ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kuelekea Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu Musa alijua umuhimu uliopo kwenye uwepo wa Mungu, akamwambia Mungu, kama uwepo wako usipoenda nami, basi usitutoe kutoka hapa. Kama uwepo wa Mungu usipoenda nami, basi usitutoe kutoka hapa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Musa alifahamu umuhimu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Musa hakukubali kuanza safari isipokuwa Mungu amemdhihirishia uwepo wake katika ile safari. Musa hakukubali kuanza safari, alikuwa yuko tayari kutokuianza safari kama Mungu hatakuwa pamoja naye, kama uwepo wa Mungu hautakuwa pamoja na Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo la msingi sana kufahamu ya kwamba unapoanza jambo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unaanza ukiwa na uwepo wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna hatari kubwa sana ya kuanza jambo bila kuwa na uwepo wa Mungu. Kuna hatari kubwa sana ya kuianza siku yako bila kuwa na uwepo wa Mungu. Kuna hatari kubwa sana ya kuanza biashara, ya kuanza kazi yoyote, ya kuanza jambo lolote ambalo unataka kulianza bila kuwa na uwepo wa Mungu. Musa alijua kwamba jambo pekee ambalo analihitaji kwenye ile safari haikuwa wanajeshi wengi, haikuwa fedha, wala haikuwa mali, isipokuwa kitu cha msingi ambacho alisema, kama uwepo wako hautakuwa pamoja nami, basi usinitoe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba maisha yetu bila uwepo wa Mungu ni sifuri. Maisha ya muamini bila uwepo wa Mungu, maana yake unaenda peke yako. Maana yake kwenye hiyo safari Mungu hayupo, na Mungu akikuacha kwenye hiyo safari, wewe kama muamini uwe unahakika kwamba kuna hatari nyingi ambazo utakabiliana nazo, na utakapokutana na hizo hatari hautakuwa na uwezo wa kushinda. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu haupo pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mambo mengi ambayo watu wameanzisha, hasasa watu wanaomwamini Mungu wameanzisha bila ya uwepo wa Mungu. Nini kinatokea? Sio rahisi mno, sio rahisi sana kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu the presence of God is not with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme mambo machache kabla tuombe. Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu unatuwezesha kufanikiwa na kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alijua ya kwamba bila kuwa na uwepo wa Mungu, kazi ambayo Mungu amempa ya kuwatoa wana wa Israeli kuwapeleka Kanaani, kuwatoa Misri kuwapeleka Kanaani, ilikuwa ni kazi ambayo haiwezekani. Alijua ya kwamba bila uwepo wa Mungu kutimiza kazi hii, kufanikisha jambo ambalo Mungu amempa kulifanya, ilikuwa ni kazi ngumu. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa amemuita Musa, Mungu alikuwa amemwandaa Musa kuwatoa wana wa Israeli Misri kuwapeleka Kanaani, lakini Musa aliona ya kwamba bila uwepo wa Mungu jambo hili haliwezekani. Kwa nini? Kwa sababu alijua ya kwamba ili niweze kufanikisha kazi hii ambayo Mungu amenipa, inanihitaji sana uwepo wa Mungu kwenye maisha yangu. Inahitaji sana uwepo wa Mungu utembee pamoja nami katika safari yote. Ndio maana Musa hakuwa tayari kuanza ile safari pasipokuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafanikio ambayo unayatafuta kwenye hilo jambo ambalo umelianza, mafanikio ambayo unayatafuta kwenye kazi na biashara na ndoto zako, yamejengwa katika uwepo wa Mungu. Yanategemea sana uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lolote ambalo unatamani litokee kwenye maisha yako, matokeo yoyote ambayo unatamani kuyajenga, unatamani yawe dhahiri kwenye hiyo kazi ambayo unaifanya, yanategemea sana uwepo wa Mungu kuweza kutimia na kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba bila uwepo wa Mungu
huwezi kufika kule ambako unakusudia kufika. Bila uwepo wa Mungu hauwezi kutimiza kusudi ambalo Mungu aliweka ndani yako. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa amemkusudia Musa kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwapeleka Kanaani, lakini bado ilikuwa haitoshi. Musa alimwambia Mungu, pasipo uwepo wako usitutoe mahali hapa. Kwa nini? Kwa sababu Musa alijua ya kwamba kufanikiwa kwa ile safari, kuwafikisha wana wa Israeli kule ambako Mungu amewakusudia wafike, kulitegemea sana Mungu kuwa pamoja na Musa ambaye amepewa kazi hiyo. Kadhalika kwenye maisha yetu, kazi ambayo Mungu, kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako, jambo ambalo Mungu amekukusudia kulifanya, linategemea sana wewe kujishikamanisha na uwepo wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika uwepo wa Mungu ndipo ambapo utapokea maelekezo ya nini ufanye ili uweze kufika kule ambako umekusudiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu ndiye ambaye amekupa hilo jambo kulifanya, maana yake unahitaji uwepo wake. Kwa nini? Kwa sababu kama ndiye amekupa hiyo kazi, unahitaji uwepo wake ili upate maelekezo ya namna gani ya kufanya hiyo kazi, namna gani ya kufanya hilo jambo, namna gani ya kuendesha hiyo biashara, namna gani ya kufanya kazi za mikono yako, namna gani ya kufanya hilo jambo ambalo Mungu amekupa ili uweze kufanikiwa na upate matokeo yale yale ambayo Mungu amekukusudia uyapate. Unaweza ukaanza safari lakini usipate matokeo ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa nini? Kwa sababu haupo katika uwepo wake. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kupokea maelekezo ambayo Mungu anataka uyafuate ili upate yale matokeo ambayo Mungu amekukusudia uyapate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba kaeni ndani yangu. Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kwa namna pekee ya kuzaa sana, namna pekee ya kuzalisha matokeo makubwa ambayo Mungu amekukusudia kuyazalisha, kunategemeana sana na kiwango chako cha kukaa uweponi mwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika uwepo wa Mungu ndipo ambapo unapokea maelekezo ya namna gani ya kuzaa matunda, namna gani ya kuzaa na kuongezeka kwenye jambo ambalo Mungu amekuweka kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini jambo lingine, ama nataka niseme kwa haraka haraka, uwepo wa Mungu unatupa kushinda. Uwepo wa Mungu unatupa kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu unatupa, moja kati ya kazi za msingi ambazo tunapokuwa katika uwepo wa Mungu tunapata ni pamoja na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa katika uwepo wa Mungu, maana yake uko katika himaya yake. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kushindwa vita, inakuwa ni ngumu mno kupoteza vita. Kwa nini? Kwa sababu upo katika uwepo wa Mungu ambaye yeye ndiye jemedari wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alijua kwamba katika safari ambayo anaianza atakutana na vita nyingi njiani, atakutana na mataifa mengi ambao watahitaji wapigane nao. Bila kuwa na uwepo wa Mungu ni vigumu sana kushinda hiyo vita. Bila kuwa na uwepo wa Mungu ni vigumu sana kushindana na maadui ambao wana nguvu. Kwa hiyo alijua kabisa kwamba ili niweze kushinda vita dhidi ya maadui ambao nitakutana nao, ninahitaji sana uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na utagundua kwamba wana wa Israeli, mara zote wana wa Israeli walipokuwa katika uwepo wa Mungu walikuwa wakishinda vita, lakini walipokuwa wamemwacha Mungu walikuwa wanapoteza vita. Ndio maana kuna wakati walipigwa mpaka na nchi ambayo ilikuwa ndogo, watu ambao walikuwa ni wachache zaidi, lakini walijikuta wakipigwa. Maana yake ni nini? Walitoka kwenye uwepo wa Mungu. Ndivyo inavyotokea kwenye maisha yetu. Unapokuwa umetoka kwenye uwepo wa Mungu, hata kama jambo unaliona ni dogo namna gani, unakuwa una struggle, unakuwa unapambana nalo kwa nguvu mno. Kwa nini? Kwa sababu uko nje ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unataka kushinda vita ambazo unakutana nazo kwenye hilo jambo ambalo unalifanya, kwenye hilo jambo ambalo Mungu amekusudia ufanikiwe, ni lazima ukubali kukaa uweponi mwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika uwepo wa Mungu ndipo ambapo unapokea msaada wa kukuwezesha kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Utagundua kwamba mara zote unapotoka katika uwepo wa Mungu, ukikutana na vita ndogo tu, lazima inakupa shida sana kushinda. Kwa nini? Kwa sababu you are out of God's presence. Uko nje ya uwepo wa Mungu. Lakini mara tu unaporudi mahali pa uwepo wa Mungu, kinachotokea ni hiki: vita hata iwe kubwa ya namna gani, Mungu anakupa uwezo wa
tunashinda. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 8 mstari wa 37, Biblia inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa namna pekee tunaweza tukashinda vita zetu ni pamoja na kuwa kwa yeye aliyetupenda. Ukiondoka kwa yeye aliyekupenda, ambaye ni Kristo tumaini letu, maana yake tayari umeondoka katika mahali pa ushindi. Unapotoka katika uwepo wa Mungu, maana yake umetoka mahali pa ushindi. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa namna pekee ya kushinda vita zetu ni kukaa katika uwepo wa yeye anayetuwezesha, wa yeye aliyetupenda. Ukiondoka katika uwepo wa yeye aliyekupenda, kinachotokea ni kwamba umeondoka katika zoni ya ushindi, umeondoka katika eneo la ushindi. Kwa hiyo eneo la ushindi wetu ni uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na ushindi huo hautokani na nguvu zetu wala akili zetu wala uwezo wetu, bali unatokana na Yesu Kristo ambaye ndiye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Ni kweli tunashinda na zaidi ya kushinda, lakini kwa yeye aliyetupenda. Kwa hiyo ukiondoka kwa yeye aliyetupenda, aliyekupenda, maana yake uwe unahakika kwamba hautashinda na zaidi ya kushinda. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mimi nataka niseme mambo machache kabla tuombe. Mimi ninakuombea kwamba unapoketi uweponi mwa Mungu, Mungu akupe neema ya kushinda na zaidi ya kushinda. Lakini Mungu akupe neema ya kufanikiwa na kutimiza kusudi lake kwenye maisha yako. Lakini pia Mungu akupe neema ya kwenda katika mwelekeo sahihi, kwa sababu jambo lingine ambalo tunalipata tunapokaa uweponi mwa Mungu ni pamoja na kwenda katika njia sahihi, kwenda katika mwelekeo sahihi. Biblia inasema mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inaanza na kumkabidhi Bwana njia zako. Mimi ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, unapokaa uweponi mwa Mungu, as you stay in the presence of God, unapokaa uweponi mwa Mungu, ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kukufanikisha na kukupa hatua kwenye hilo jambo ambalo umekwama kwa muda mrefu. Unapokaa uweponi mwa Mungu, Mungu akupe neema ya kushinda, kwa sababu anasema katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Unapokaa kwa yeye aliyekupenda, ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akupe ushindi kwenye mambo ambayo yalikushinda katika jina la Yesu Kristo. Mungu akatengeneza ushindi, Mungu akakupe ushindi unapokubali kukaa kwa yeye aliyekupenda. Mungu akakupe ushindi katika jina la Yesu Kristo unapokubali kukaa uweponi mwa Mungu. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, unapokaa uweponi mwa Mungu, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe mwelekeo sahihi. Anasema mimi ni njia, Yesu anasema mimi ni njia na kweli na uzima. Unapokaa kwa Yesu, ninakuombea Yesu akafanyike njia, na Yesu anapofanyika njia, hakuna namna utapotea, kwa sababu yeye ni njia, halafu yeye ni kweli. Manake yeye akiwa ni njia, lazima utafika kule ambako amekukusudia kufika, katika jina la Yesu Kristo. Unapokaa uweponi mwa Mungu, Yesu Kristo afanyike kuwa njia yako, na anapofanyika kuwa njia yako, ninakuombea kwamba usipotee, kwa sababu yeye hawezi kukupoteza. Unapokaa katika njia yake, Mungu akupe neema kwa jina la Yesu Kristo ya kufika kule ambako Mungu amekukusudia kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako siku hii ya leo, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba unisamehe jambo lolote, dhambi yoyote, uovu wowote niliofanya ukasababisha kuondoka kwa uwepo wako
kwenye maisha yangu. Leo Bwana, ninaomba unirehemu. Leo Bwana, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana, ninakuja mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba toba juu ya jambo lolote, juu ya dhambi yoyote, juu ya uovu wowote uliosababisha uwepo wako ukaondoka ndani yangu, uwepo wako ukaondoka maishani mwangu, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninaomba toba, leo ninaomba toba, leo ninaomba toba, leo ninaomba toba kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yanda dia lima yantarabazia retokopelia lima shandarabazika ile preke pelia ikayada bahaya yandaria bazia lima yantarabazia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Inua tu sauti yako, omba toba. Baba, kwa jina la Yesu, leo ninaomba rehema, leo ninaomba toba, leo ninaomba rehema, leo ninaomba toba, leo ninaomba rehema, leo ninaomba toba kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Jambo lolote nililolifanya, dhambi yoyote niliyofanya, uovu wowote niliyofanya, katika jina la Yesu Kristo ukasababisha kuondoka kwa uwepo wako maishani mwangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Leo ninaomba rehema, leo ninaomba toba, leo ninaomba rehema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yanda dia ile preke pelia ikayana mahaya lima yante dia ile preke pelia yanda dia bazia ile pile do dia yanda rabazika lima yante dia ile preke pelia ikayana mahaya yanda rabazia ile pile do dia yanda rabazika yanda na mandia ile preke pelia ikayana mahaya yanda rabazia ile pile do dia yanda rabazika, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema kwa ajili ya mtumishi wako huyu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Kosa lolote, jambo lolote alilolifanya likasababisha kuondoka kwa uwepo wako kwenye maisha yake, leo ninaomba rehema, leo ninaomba rehema, leo ninaomba rehema, leo ninaomba rehema kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yandarabazia litodia bazia lima shandarabazika ile preteke paya ikayana mahaya yande dia bazia lima yante dia ile preke pelia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninaomba rehema, leo ninaomba rehema, leo ninaomba rehema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, juu ya hilo jambo, juu ya hilo jambo lililosababisha uwepo wako ukaondoka kwenye maisha yake, kwenye maisha yangu. Leo ninaomba rehema, leo ninaomba toba, leo ninaomba rehema kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yanda dia ile pile do dia yandarabazika lima yante dia lima shanda dia ile preke pelia ikayana mahaya ile parado dia ikayana mahaya lima shanda dia ile preke pelia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yanda dia lima yanda dia ile preke pelia ikayana mahaya lima yanda dia ile preke pelia iko dia bazia yantarabazika ile preke pelia ikayana mahaya yanda dia bazia lima yanda dia ile preke pelia yanda dadaba ikayana mahaya lima shande dia ile preke pelia, kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika yantarabazia mandaria bazia lima shantarabazika le preke pelia yandoria bazia lima shande dika le preteke paya yando dia bahaya lima shande dia le preke pelia, kwa jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Sema, Bwana, leo ninakuja
ninakuja mbele zako, ninaomba ikiwa liko jambo lolote linalosababisha kuondoka kwa uwepo wako kwenye maisha yangu, leo ninaomba liondoke kwa jina la Yesu, liondoke kwa jina la Yesu, liondoke kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu Kristo, leo ninaomba jambo lolote linalonizuilia nisikae uweponi mwako, dhambi yoyote inayonizuilia nisikae uweponi mwako, tabia yoyote inayonizuilia nisikae uweponi mwako, leo ninaikataa, leo ninaikataa, leo ninaikataa kwa jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu, mtu yoyote anayenizuilia kukaa uweponi mwako, mtu yoyote anayefanyika kikwazo nisikae uweponi mwako, leo ninaomba toba, leo ninaomba rehema, leo ninaomba Bwana huyo mtu aondoke, leo aondoke, leo aondoke, hilo jambo liondoke, hilo jambo liondoke. Jambo lolote linalozuilia uwepo wako kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Karabosika lima yande dia ile preke pelia ikayana mahaya yande dia bazia ile pile dodia yandara bazika lima shande dia ile preke pelia ikayana mahaya lima yande dia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana, leo ninaomba ikiwa liko jambo lolote linalozuilia uwepo wako kwenye maisha ya mtu huyu, Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, leo ninaagiza, leo ninatangaza kuvunjika kwa hilo jambo, kuvunjika kwa hiyo tabia, kuondoka kwa hiyo mazoea, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Karabosika iandarabazia lima yante dia lepoko paya ikayana mahaya iande dia bazia ile preke pelia iandarabazika ile todia bahaya ikayana mahaya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninatangaza, leo ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, likiwa jambo lolote linalozuilia uwepo wako kwenye maisha ya mtu huyu, kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo, leo ninalikataa, leo ninalikataa, leo ninalikemea kwa jina la Yesu Kristo, leo ninalikemea, leo ninalikemea, leo ninalikemea kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika ria mahaya ile pile doya ikayana mahaya iande dia bazia ile preke pelia iantara bazia ile pile zoska ikayana mahaya iandara bazika ili mashande dia ile preke pelia mantara bazika ile preke paya ikayana mahaya ianda dia bazia ili mashande dia ile preke pelia, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kifungo hicho leo kinavunjika, hicho kifungo hicho kinachosababisha usitembee katika uwepo wa Mungu, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu inatangaza kuvunjika, inatangaza kuvunjika, inatangaza kuvunjika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo inatangaza kuvunjika kwa hicho kifungo, inatangaza kuvunjika kwa hicho kifungo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu natangaza kuvunjika kwa hiyo tabia, kwa hayo mazoea, kwa hiyo dhambi inayosababisha usikae uweponi mwa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karabosika rima yande dia ile preke pelia ikayana mahaya iandarabazika ili mashande dia ile preke paya ikayana mahaya ili mashandarabazia ile preke pelia manta dia basia ile zoska ikayana mahaya ili mayande dia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninatangaza kuvunjika kwa utawala wa nguvu za giza, kuvunjika kwa utawala wa dhambi kwenye maisha yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karabosika lima yanda dia ile preke pelia ikayana mahaya, leo ninatangaza kuvunjika kwa jambo lolote linalokuzuilia usikae weponi mwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Karabosika yandarabazia lima shantarabazika, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Uhusiano wowote unaokuzuilia usikae weponi mwa Bwana,
leo kwa jina la Yesu Kristo, leo kwa jina la Yesu, leo natangaza vunjika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Jambo lolote ndani yako, jambo lolote ndani yako, jambo lolote ndani yako linalozuilia uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, leo kwa jina la Yesu, leo kwa jina la Yesu, leo kwa jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, inatangaza kuvunjika kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika yandarabazia lima lanto dia bazia lepreke pelia mazia yanda dia bazia lima shanda rabazika lepreke pelia ikayana na maya lepile do dia mahaya lima shande lebredoska ikayana na mazia lepile do dima yandi la bradoska ikaraboza lepele koya ikayana na maya lepile zoska paya ikandia bahaya lima shanda dabalia lepreke pelia yanda dia bahaya lepreke pelia kwa jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Karabosika rima yande bilezo lima yantarabazika lima shande dia bahaya lepreke pelia yanda dia bazia lima yantarabazika lepreke pelia ikayana na masia kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika yanta. Sema, Bwana, leo ninaomba uwepo wako kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Leo ninaomba uwepo wako uende pamoja nami kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, kwenye jambo lolote, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye mahusiano yangu, leo kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana, ninaomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu. Ninapotembea katika siku ya leo, ninaomba Bwana uwepo wako, uwepo wako kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Karabosika lima yanda rabazia ile pile doya rima yanda dia bahaya lima shanda rabazika kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana, ninapotembea leo na kuendelea mbele na siku zote za maisha yangu kwa jina la Yesu, leo ninaomba Bwana uwepo wako kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yanda dia ile preke pelia yanda rabazika lima shanda rabazia ile preke pelia ikayana mahaya yanda dia bazia lima shanda rabazika ile preke pelia yanda dia bahaya lima shanda rabazika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana, ninaomba uwepo wako, ninaomba uwepo wako, uwepo wako Bwana uende pamoja nami, uende pamoja nami, uende pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako Bwana uende pamoja nami katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana uende pamoja nami katika jina la Yesu. Karabosika erima yande dia ile preke pelia yandarabazika kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye kazi za mikono yangu, karabosika ria mahaya ile preke telia kwenye kazi za mikono yangu, ninaomba Bwana uwepo wako uende pamoja nami, uwepo wako uende pamoja nami, uwepo wako uende pamoja nami. Karabosika elima yandarabazia ile preke pelia ikayada dabaya elima shandarabazika ile preke pelia yande dia bazia elima yandarabazika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana, uwepo wako uende nami, uwepo wako utembee nami, uwepo wako uende nami, uwepo wako uende nami kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika elima yande dia ile preke pelia yande dia bazia elima shande dia ile preke pelia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo.
karabosika yanta lima shandarabazika lepreke telia yandarabazika lima shandarabazia lepreke pelia yande dia bazia lima shande dika lepreke telia. Kwa jina la Yesu Kristo, uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana leo, uwepo wako leo, ninauliza uwepo wako kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Leo ninaomba uwepo wako kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Kwenye kile eneo la maisha yangu, I call upon your presence. Ile pile zoska paya ikayana na masia ile pile dodia mahaya, uwepo wako uende pamoja nami, uwepo wako utembee nami Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Katika safari ye Bwana, katika kazi ye Bwana, katika biashara ye Bwana, kwenye familia ye Bwana, kwenye maisha ya Jehova, ya ni maombi yangu Bwana, ya kwamba uwepo wako, ya kwamba uwepo wako, ya kwamba uwepo wako uende pamoja nami katika jina la Yesu. Katika safari hii, katika jambo hili Bwana, karabosika elima yande dia ile preke telia yandarabazika elima shande dia ile preke pelia yandarabazika elima ashkapaya yanda dia bazia ile preke telia yandarabazia elima shande dia ile preke telia. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rito palazodi mandi la bradoshka paya yande dia bazia lima shanda rabazia le preke pelia mahaya lima shanda rabazika le preke pelia ikayana na maya erodima yandelia le preke pelia yandi la bashka paya yante di blazoska ikayana na masia le pile zosko pelia yanda dia bahaya keliba rodo bakaya elima shanda rabazika le preke pelia yanda dia bazia lima shande de brako le praka paya ikayana na mazia lima shanda rabazika le preke telia. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. karabosika yanta lima shandara bazika le preteke paya ikayana na mazia lima shandara bazika le preke telia ikayana ni mazia le bile dodia mahaya lima shandara bazika le preke pelia ikodia bahaya lima shanda dia bahaya le preteke paya. Kwa jina la Yesu Kristo leo ninaomba Bwana, ninaomba uwepo wako leo, ninaomba uwepo wako leo, ninaomba uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana ninajua bila uwepo wako siwezi kufanya jambo lolote. Mimi siwezi kufanya neno lolote. Mimi siwezi kufanya neno lolote. Mimi siwezi kufanya neno lolote pasipo uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Karabosika yanda rabazia lima shanta rabazika leprete kepelia mazia manda rabazika bahaya lima shande lebreko palia. Katika jina la Yesu Kristo leo ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, uwepo wa Bwana uwe kwenye maisha yako, uwepo wa Bwana uwe kwenye maisha yako, uwepo wa Bwana Mungu adhihirishe uwepo wake kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwenye hilo jambo ambalo unalifanya, ninamwomba Mungu uwepo wake usiondoke kwa jina la Yesu. Uwepo wake uwe pamoja na wewe kwenye hilo jambo lolote ambalo unataka kulianzisha. Inawezekana umeshalianzisha, lakini leo kwa jina la Yesu ninakuombea uwepo wa Bwana, the presence of God, uwepo wa Bwana wa kutangulia mbele yako, uwepo wa Bwana wa kukusaidia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Uwepo wa Bwana retoshka palia lika barodia bahaya lima yanda rabazika ile preke pelia iko dia bahaya lima shanda rabazika, kwa jina la Yesu Kristo, katika 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 jina la Yesu Kristo. Unahitaji uwepo wa Bwana, unahitaji tu uwepo wa Bwana. You only need the presence of God. Uwepo wa Bwana ukiwa pamoja na wewe, ninakuhakikishia hakuna jambo litaharibika. Hakuna jambo, kwa sababu yeye yupo na hawezi kukubali mambo yaharibike wakati yeye yupo, katika jina la Yesu Kristo. Leo unapomwamini Bwana kwa habari ya uwepo wake, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, uwepo wa Bwana uende mbele yako, uwepo wa Bwana uwe pamoja nawe, uwepo wa Bwana utembee na wewe katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Bwana uwe pamoja nawe
kwenye hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Kwenye hiyo kazi, uwepo wa Bwana uwe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo mipango katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea kwamba uwepo wa Bwana, the presence of God. Biblia inasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika katika jina la Yesu Kristo. Unapokaa uweponi mwa Bwana, ninakuombea mawazo yako yakathibitike katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unapokaa uweponi mwa Bwana, mipango yako ikathibitike, mipango yako ikawe dhahiri katika jina la Yesu Kristo. Karabosika rima yandele bredoska ikania masia ile pile dodia mahaya lima shandara bazika ile preke pelia yande dia bahaya lima shandara bazia ile pile dodia bahaya keroko pelia mazia lima shandara bazia ile preke pelia ikayana na maya lima shandara bazia ile preke pelia yanda rabazia lima shandadia ile preke pelia yanda dia bahaya lima shandara bazika. Kwa jina la Yesu Kristo, maisha yako yakajazwe na uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu. Maisha yako yakajazwe kwa uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Karabosika melozia bahaya elima shandedia ile pile zoskapaya. Jambo lolote unalolifanya likawe katika uwepo wa Mungu, likajazwa na uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Karabosika elima yandedia ile pile zoskapaya ikayana na masia ile pele doskapalia yande dia bazia ile preke pelia yanda rabazika elimashka paya ile preke pelia yande dia bahaya elimashka paya ile preke telia kwa jina la Yesu Kristo. Karabosika yanta lima yanda rabazika lima shande dia bazia ile prete kepaya la zudubelia mahaya mandile breke pelia kwa jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana, sema Bwana leo kwa jina la Yesu Kristo, ninapokaa uweponi mwako, ninaomba neema ya kunisaidia kufanikiwa. Ninaomba neema ya kunisaidia kutimiza kusudi lako. Ninaomba neema ya kunisaidia kupiga hatua katika jina la Yesu Kristo. Ninapokaa uweponi mwako, achilia neema yako ya kunisaidia kupiga hatua, ya kunisaidia kutimiza kusudi lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Bwana, ninapokaa uweponi mwako, ninapokaa uweponi mwako katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana neema ya kunisaidia kufanikiwa, neema ya kunisaidia kupata matokeo ulio ya kusudia. Ninaomba neema ya kunisaidia kuzaa sana, kuzaa sana, kuongezeka sana katika jina la Yesu. Ninapokaa ndani yako, ninapokaa ndani yako leo Bwana, ninaomba neema ya kunisaidia kuzaa matunda ulionikusudia nizae katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako uombe. Karabosika rima yanda rabazia lima shandele breko paya ikayana na mazia ile pile dodia mazia elima shanda rabazika kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana, ninapokaa uweponi mwako, ninapokaa uweponi mwako, ninapokaa uweponi mwako, ninaomba Bwana kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo neema yako ya kunisaidia, neema yako ya kuniwezesha, neema yako ya kunifanikisha, neema yako ya kunisaidia kuzaa sana Bwana, kuzaa sana Bwana, kuzaa sana Bwana. Maana wewe umesema kaeni ndani yangu nami ndani yenu ili muweze kuzaa. Tena ukasema kae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Leo ni maombi yangu Bwana, ninapokaa ndani yako, ninapokaa uweponi mwako, nikazae sana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karabosika elima yande dia ile pile zoska paya ikayana na mazia liprato kopelia yanda dia bazia elishka palia mahaya erima yanda da bazia ile preke pelia kwa jina la Yesu Kristo.
leo ninapokaa uweponi mwako katika jina la Yesu, ninapokea neema ya kunisababisha kufanikiwa, ninapokea neema ya kunisababisha kuzaa, ninapokea neema ya kunisababisha kutimiza kusudi lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karabosika malodia bazia keroshka palia iande dia bazia le pile zoska paya ikayana mahaya elima sande dia le preketelia. Ninapokaa uweponi mwako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninapokea neema ya kunifanikisha, ninapokea neema ya kunifanikisha, ninapokea neema ya kuzaa sana, ya kuongezeka sana, ya kupata matokeo katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana, neema yako Bwana ya kunisaidia kuzaa sana, kuongezeka sana ninapokaa uweponi mwako katika jina la Yesu. Karabazika mahaya elima yanda dia bazia ile preke pelia mahaya karodia bahaya elima ashkapaya ile pile zoskapaya yanda dia bazia elima shande dia bahaya ile preke telia yanda da bazia ile preke telia kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Karabo sika yanda lima shande dia bazia. Ninapokaa uweponi mwako, ninaomba Bwana unipe msaada. Achilia neema yako ya kuniwezesha kuzaa sana, achilia neema yako ya kuniwezesha kuongezeka sana, achilia neema yako ya kuniwezesha kupiga hatua kwenye kazi ya mikono yangu, kupiga hatua kwenye utumishi wangu, kupiga hatua kwenye biashara zangu, kupiga hatua kwenye afya yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Karabosika melos kapaya ikayana na mazia ile pile dodia mazia elimas kapalia ile prete kepaya ikayana na mazia ile dodia mahaya keros kapalia iandara bazika ile preketelia kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninapokaa uweponi mwako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, ninapokaa uweponi mwako, nipe neema ya kunifanikisha, nipe neema ya kunifanikisha, nipe neema Bwana ya kunipa hatua katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nipe neema ya kupiga hatua katika jina la Yesu Kristo. Nipe neema ya kutimiza kusudi lako kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Nipe neema ya kuzaa kwa mazao, kwa matunda ambayo umenikusudia nizae katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Karabosika yanda la bazia malush kapalia bazia yande lebredosh kapaya ikania mahaya malush kepelia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Karabosika malush kapaya yanda rabazika malodia bahaya kratos kapalia mazia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Leo ninapokaa ndani yako, natangaza kufanikiwa, natangaza hatua mpya, natangaza kuongezeka, natangaza kuzaa sana katika jina la Yesu. Unapokaa ndani ya Bwana, unapokaa kwenye uwepo wake, unapotembea katika njia zake, ninakutangazia kwa jina la Yesu, ninakuombea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako yakawe na matunda, maisha yako yakafanikiwe, maisha yako yakawe na hatua katika jina la Yesu Kristo. Karabosika yanda maluza diba haya ile pile doska paya ikayana na mazia ila teke pelia mahaya rando dia bahaya ile pile zoska paya karabosika erima shande dia. Unapokaa uweponi mwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, neema ya Mungu ya kufanikisha watu ikawe juu yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wanasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu,
ili mpate kuzaa sana katika jina la Yesu Kristo. Anasema akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, huyo huzaa sana katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, unapokaa ndani ya Kristo, unapokaa kwenye uwepo wake, unapokaa ndani ya uwepo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninakuombea ukazae sana, ninakuombea ukazae sana, ninakuombea ukazae sana katika jina la Yesu Kristo. Nasema ukazae sana, wala sio kidogo, ukazae sana katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni ahadi ambayo ameisema Bwana. Karabo sika yandara basia elimash kapalia basia ratoko pelia mandia, katika jina la Yesu Kristo leo ninakuombea neema ya kuzaa sana unapokaa uweponi mwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. I pray to God that you shall bear much fruit, you shall bear much fruit, you shall bear much fruit as you stay in the presence of God, as you dwell in His presence. I pray to God that you shall bear much fruit in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Karabosika yandarabazia rima shantarabazika, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nimekuambia moja kati ya mambo ambayo tunayapata tunapokaa uweponi mwa Mungu ni pamoja na kushinda, ni pamoja na kushinda. Hebu sema Bwana, sema Bwana, leo ninakuja mbele zako, ninaomba Bwana, ninapokaa uweponi mwako nipe neema ya kushinda, nipe nguvu za kushinda katika jina la Yesu Kristo. Jambo lolote lililonishinda, jambo lolote ambalo limekuwa likinishinda kwa miaka mingi, leo kwa jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana, ninapotembea uweponi mwako, ninapokaa uweponi mwako, nipe kushinda, nipe kushinda, nipe kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Bwana, jambo lolote lililokuwa likinishinda, lililokuwa likirudisha nyuma, katika jina la Yesu, dhambi yoyote ilikuwa ikinishinda, leo kwa jina la Yesu ninapokaa uweponi mwako, ninatangaza kwa jina la Yesu, ninatangaza ushindi dhidi ya kila dhambi, ninatangaza ushindi dhidi ya kila jaribu, ninatangaza ushindi dhidi ya kila vita inayofanyika kwenye maisha yangu, inayofanyika kwenye kazi zangu, inayofanyika kwenye biashara yangu, inayofanyika kwenye familia yangu, inayofanyika kwa watoto wangu, inayofanyika kwenye ndoa yangu, inayofanyika kwenye afya yangu. Leo ninatangaza ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Ninapokaa uweponi mwako, ushindi ukawe sehemu ya maisha yangu, ushindi ukawe fungu langu katika jina la Yesu Kristo. Karabosika malush kapalia bazia reteke pelia yandara bazika lima yande dia bazia elima ashkapaya, kwa jina la Yesu Kristo leo ninakuombea, unapokaa uweponi mwa Bwana, unapokaa uweponi mwa Bwana, ushindi ukawe sehemu yako, ushindi ukawe fungu lako, ushindi ukawe maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jambo lolote ambalo limekushinda, unapoamua kutembea uweponi mwa Bwana, ninakutangazia ushindi ukawe juu ya maisha yako, ushindi ukawe sehemu yako, ushindi ukawe maisha yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unapokaa uweponi mwa Bwana, as you stay in God's presence, I pray to God that God will give you a victory, God will give you victory. Mungu akakupe ushindi, Mungu akupe ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karabosika maloshka paya ikayana na maya iande dia bazia ile preke pelia ianda la bradoshka ikayana na mazia ile pile do dia iande dia bazia elima sande dia ile pele doshka paya iande dia bazia keroko pelia mahaya elima sanda bazia ile preke pelia ianda dia bahaya ikayana na maya ile prete kepaya, wa jina la Yesu Kristo, wa jina la Yesu Kristo, wa jina la Yesu Kristo. Vita yoyote inayofanyika kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu Kristo, leo unapoamua kutembea katika uwepo wa Bwana, ninakuombea kwa jina la Yesu, hiyo vita ishindwe sasa, hiyo vita ikome sasa, hiyo vita ikome sasa, hiyo vita ikome sasa. Karabosika
mandile bredos kapaya ikarabazia lima shande dia le pile zos kapaya ikaramazia lima shande dia le preke pelia. Kwa jina la Yesu Kristo, leo unapotembea uweponi mwa Bwana, ninakutangazia kukoma kwa hiyo vita, kukoma kwa hiyo vita, kukoma kwa hiyo vita, kukoma kwa hilo jaribu, kukoma kwa huo ugonjwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I declare victory over your life. I declare victory over your battle. I declare victory over your family. I declare victory. Ratos kapaya lima yanda rabazia lepile dos kapaya ikayana na mazia mahaya lima kapaya ikadia bahaya lima shanda rabazia lepile dodia mahaya lima shanda rabazika lepreke pelia yande dia bazia lima shanda rabazika lepreke pelia manta dia bazia lima shanda rabazia leprete kepaya kratos kapaya lima yanda labrador lima yande dia bazia. Katika jina la Yesu Kristo, kuna mambo ambayo yamekuwa yakikushinda, kila ukijaribu unashindwa. Every time you try to come victorious, lakini umekuwa ukishindwa kwenye hilo jambo. Leo ninakutangazia kwa jina la Yesu Kristo, ninakutangazia kwa jina la Yesu Kristo, unapokaa uweponi mwa Bwana, ninakutangazia ushindi, ninakutangazia ushindi, ninakutangazia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Leo unapotembea katika uwepo wa Bwana, uwepo wa Bwana unapotembea nawe katika jina la Yesu Kristo. Leo uwepo wa Bwana unapokwenda na wewe katika jina la Yesu Kristo. I pray to God ya kwamba akakupa ushindi. Ninaomba kwa Bwana ya kwamba akakupa ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jambo lolote lilokushinda kwa mamlaka ya jina la Yesu, leo utalishinda, leo utalishinda, leo unalishinda. Nasema leo unalishinda kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ugonjwa wote uliokutawala, leo unaushinda. Nasema leo unaushinda kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Vita yoyote iliyosimama kwenye kazi za mikono yako, katika jina la Yesu Kristo, Bwana anakufanya kuwa mshindi. Bwana akufanye kuwa mshindi. Bwana akufanye kuwa mshindi sasa. Bwana akupe ushindi dhidi ya huyo adui, dhidi ya huyo adui kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo biashara, kwenye hayo mahusiano, katika jina la Yesu Kristo. Kratos kapaya kwenye hiyo huduma na utumishi wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, ninakutangazia maisha ya ushindi, ninakutangazia maisha ya ushindi, ninakutangazia maisha ya ushindi. Karabosika yanta lima lazos kapaya retos kepelia mazia yandile bredos kapaya, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana, ninapotembea uweponi mwako leo, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, nipe mwelekeo sahihi, nipe mwelekeo sahihi, nipe mwelekeo sahihi. Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Alafu Yesu anasema mimi ni njia, mimi ni njia. Kwa jina la Yesu Kristo, leo unapokubali kukaa kwenye hiyo njia ambaye ni Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea ya kwamba usipotee, uende katika mwelekeo sahihi unapokaa ndani ya Yesu ambaye ndio njia, katika jina la Yesu Kristo. I pray to God ya kwamba Mungu aongoze hatua zako, Mungu aiongoze maisha yako, Mungu aziongoze njia zako. Usipotee kwa jina la Yesu, usipotee kwa jina la Yesu, usipotee kwa jina la Yesu, usielekee uharibifu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Karabosika yanda rabazia lima shande de bredoska lima yante dia bahaya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Leo ninakuombea mwelekeo sahihi katika jina la Yesu. Hatua zako ziongozwe na Bwana, hatua zako ziongozwe na Bwana, hatua zako ziongozwe na Bwana. Njia zako Mungu adhibitishe, Mungu atembee mbele yako, Yesu ende mbele yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unapokaa uweponi mwa Bwana,
jina, katika jina la Yesu Kristo. I declare and decree, you shall not get lost. You shall not get lost. You shall not get lost. Hautapotea kwa jina la Yesu. Hautapotea kwa jina la Yesu, kwa sababu yeye ni njia, alafu yeye ni kweli, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Karabosika yandala bazia meloshka padia bazia iyandile bredoshka paya ikayana na mazia elima ya dodia mahaya elima ashka palia iyande dia bazia ile preke pelia iyanda dia bazia elima ya dozia elima ashka paya ile preke telia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupe njia sahihi katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana una struggle namna gani ya kupiga hatua, namna gani ya kupiga hatua kwenye hiyo biashara. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, unapokubali kukaa uweponi mwake, ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akupe njia, Mungu akupe njia, Kristo afungue njia yake, kwa sababu yeye ni njia. Unapokaa uweponi mwake, katika jina la Yesu, akupe njia ya kukufikisha kule ambako amekusudia wewe kufika. Akupe matokeo ambayo amekusudia wewe uyapate, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unapotafuta njia ya kupiga hatua kwenye hiyo kazi yako, katika jina la Yesu Kristo, I pray to God, ninakuombea kwa Kristo Yesu ambaye yeye ni njia, akafungue njia ya kupiga hatua kufanikiwa kwenye hiyo kazi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Karabosika malus kapaya ikadodia mahaya malus kepelia mazia retoko pelia mahaya mandile breke telia iyando dia bahaya elimash kapaya ile prete kepaya ila zodia bahaya ilima shande dia ile preke telia, kwa jina la Yesu Kristo. Moja kati ya vitu ambavyo uwepo wa Mungu unafanya ni pamoja na kukupa njia iliyonyoka, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea njia yako ikanyoke, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawe njia yako, Mungu akawe njia yako, Mungu akafanyike njia ya kupata matokeo ambayo umekuwa ukitaka kuyapata. Mungu akupe njia ya kukusaidia kufanikiwa kupiga hatua ambayo ndani yako umekusudia kupiga, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe njia, Mungu akupe njia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akupe njia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupe njia katika jina la Yesu Kristo. Leo ninakuombea unapotembea katika siku yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. I pray to God, ninakuombea kwamba uwepo wa Mungu ukapate kila ambalo linapatikana katika uwepo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ukapate kila ambalo linapatikana kwenye uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze na kukuhifadhi. Tumeongea kwa habari uwepo wa Mungu, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinaondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu ni pamoja na dhambi. Inawezekana hujampa Yesu maisha na unatamani Bwana awe mwokozi wa maisha yako. Hii ni nafasi yako. Mungu yuko pamoja na wewe kukutoa kwenye hicho kifungo cha dhambi ambacho kimekuwa ni sababu ya kuondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kama unahitaji kumpa Bwana maisha yako, huu ni wakati wako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, sifai, sistahili mbele zako, ila najua kwa sababu ya msalaba wako mimi nimepata kustahili. Ninaomba Bwana, ingia ndani ya maisha yangu, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa nipe kukutumikia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Kama umeomba sala hiyo ya toba pamoja na mimi, unaweza ukapiga namba ziko chini ya skrini yako, alafu tutakuombea zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana.